Bwana asifiwe, mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Niko mbele za macho yako. Kwa majina naitwa Dishan Katonzo Denison. Nataka kusema na wewe mtu uliokoka kipindi kirefu ambacho kimepita, hata ambao umeokoka wiki iliyoisha, mwezi uliopita. Nataka nikuoneshe kitu kimoja. Ukiwa kama mtu unayokulia wokovu, wewe ambao una miaka 3, wewe ambao una miaka 4, wewe ambao una miaka 5, wewe ambao una miaka 6, 7, unalitaja jina la Bwana, wakati huo bado unaendelea kung'ang'ania uovu. Unalitaja jina la Bwana, wakati huo sadaka, zaka, zabihu. Mchungaji imefika hatua anajaribu kukusisitiza kusema kana kwamba yeye anataka hizo pesa zako. No. Naongea na kanisa. Wewe unaelitaja jina la Bwana, angali umeng'ang'ania uovu, hakika Bwana yuaja. Kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri, na kila jicho litamuona. Tukisoma katika waraka wa Petro kwa mtume Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya 10. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19. Asema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri, ili Bwana awajua walio wake. Na tena kila alitajaye jina la Bwana aache uovu. Achana na hilo neno kwanza. Njoo kuna neno jingine. Isaya 55 mstari wa 7. Na hapo pia kuna neno hapo. Nataka nikuoneshe uovu uko wapi. Isaya 55 mstari wa 7. Nao nasema, mtu mabaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Wewe uliokoka siku nyingi zilizopita, umeokoka 2009, umeokoka 2010, 2011, 12 mpaka leo hii 2026. Zaka hautoi, sadaka ikifika wakati wa sadaka nakwenda chooni kujificha, ikifika kwenye michango utoi, kwenye huduma yoyote ile haushiriki. Wewe ni mwizi kama wezi wengine. Wewe jehanamu ya moto inakuhusu. Wewe kuiona mbingu hautoweza kuiona mbingu. Nisikudanganye rafiki yangu. Shutuka, shetani yupo kazini. Kazi ya shetani kuiba, kuchinja na kuua. Atakuibia ufahamu, atachukua ufahamu wako, atakuibia usikivu, atachinja, atakuharibia maisha. Imefika hatua watoto mashuleni wanafanya hovyo, sababu wewe ushtuki. Mambo yamekuwa ni mengi, maisha ni magumu. Vijana wako wamekuwa wanakula bangi, watoto wamekuwa wanazini. Vijana hawakusikii, wanazini kupita kawaida. Sababu ni wewe uliyookoka siku nyingi, utaki kufuata misingi ya viongozi wako wanaojaribu kukuambia. Mfano mzuri, viongozi wamekuwa wakitamka kila kukicha, wanakupa njia iliyonyooka. Bwana, pita hapa, acha kwenda huku, acha kwenda huku. Wewe na kichwa chako kigumu umekuwa utaki kusikia maonyo. Sasa iko hivi, kaza kichwa, kaza moyo wako. Mwisho wa siku yakikukuta, huu ni wakati wa uwazi na tuwekane wazi. Ifike hatua, tambua
Shutuka, toka ulikokaa huko, njoo kwa Mungu. Fata misingi ya viongozi wako wanaokuambia. Hapa ukitazama hawa watu, ili neno ukilitafsiri, mtu mabaya na yaache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Acha kuiba sadaka, acha kuiba zaka, acha kuwa mtu unayeelezwa kitu unaitikia, mwisho wa siku linatokea, linapitia hapa, linatokea huku, linaendelea na safari yake. Rafiki yangu, shutuka, wakati ndio huu. Shalom.